sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani hilo neno lenye kutuletea wokovu. Leo ni siku ya Jumamosi, juma la 3. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 7 aya 10 hadi ya 14, na injili kama ilivyoandikwa na mwinjili Luka sura ya kwanza aya ya 26 hadi ya 38. Karibu tusikilize injili. Malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa Aliye Juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake Aliye Juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tena tazama, jamaa yako Elizabeti naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Mariamu akasema, tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kisha malaika akaondoka akaenda zake. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu mpendwa, karibu tuweze kutafakari pamoja sehemu hii ya maandiko matakatifu ambayo tumetoka kuyasikiliza hivi punde. Ninakualika siku hii ya leo tuweze kutafakari juu ya ujumbe unaosema Majilio ni kipindi cha kumwamini Mungu na kukubali mpango wake kwa unyenyekevu. Ndugu mpendwa, kipindi cha Majilio ni safari ya kiroho inayotuandaa kumpokea Mwokozi wetu Bwana Yesu Kristo, si tu kama tukio la kihistoria la kuzaliwa Kristo Bethlehemu, bali kama ujio endelevu wa Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Injili hii ya Luka tuliyotoka kuisikia siku hii ya leo inatuletea simulizi ya pekee na ya kina kuhusu tangazo la malaika Gabrieli kwa Bikira Maria, tukio linaloweka msingi wa fumbo la umwilisho. Katika simulizi hii, kanisa linatualika kutafakari si tu juu ya Maria kama mama wa Mwokozi, bali pia kama kielelezo cha Mkristo anayeishi majilio kwa imani, kwa unyenyekevu na kwa utii. Ndugu mpendwa, Mungu anamchagua Maria, msichana mdogo na wa kawaida kutoka mji wa Nazareti, mji usio na hadhi wala umaarufu wowote. Hili peke yake linadhihirisha namna Mungu anavyopenda kufanya mambo yake makuu kupitia watu wadogo machoni pa dunia. Katika kipindi hiki cha Majilio tunaitwa kutambua kuwa Mungu anakuja kwetu mara nyingi kwa njia isiyo na kelele, katika hali ya unyenyekevu, na anatutaka tuwe tayari kumsikiliza na kumpokea. Ndugu mpendwa, katika injili hii ambayo tumeisikia siku hii ya leo, injili ya Luka sura ya kwanza aya ya 26 hadi ya 38, malaika Gabrieli anamsalimu Maria. Malaika Gabrieli anamsalimu Maria kwa maneno yasiyo ya kawaida. Salamu uliyejaa neema, Bwana yu pamoja nawe. Salamu hii imemshangaza na kumtia hofu Maria. Hapa tunaona hali halisi ya binadamu anapokutana na mpango wa Mungu: hofu, mshangao na maswali. Maria hujifanya anaelewa kila kitu. Aliuliza kwa unyenyekevu mkubwa, litakuwaje neno hili? Swali lake halikuwa la kutilia shaka mwaliko huu wa Mungu au mwito huu wa Mungu,
bali lilikuwa ni la kutafuta kuelewa mapenzi ya Mungu. Katika kipindi hiki cha Majilio, wengi wetu tunaweza kujikuta katika hali kama ya Bikira Maria. Tunauliza, tunaogopa, hatuoni wazi kesho yetu. Injili hii inatufundisha kuwa Mungu hahitaji uelewa wetu kamili ili aweze kutimiza mpango wake. Mungu anahitaji tu mioyo yetu iliyokuwa tayari kuamini mpango wake. Malaika anamwahidi Maria kuwa Roho Mtakatifu atamshukia na uwezo wa aliye juu utamfunika. Hii ni ishara kwamba kazi ya wokovu ni kazi ya Mungu mwenyewe. Bikira Maria anaalikwa kushiriki si kwa nguvu zake, bali kwa neema ya Mungu. Majilio, ndugu zangu, kipindi cha kukumbuka kwamba wokovu haupatikani kwa juhudi za kibinadamu pekee, bali kwa neema ya Mungu inayotenda kazi ndani mwetu. Hivyo basi, ndugu yangu, Bikira Maria anatoa jibu lake maarufu ambalo wengi tushazoea kulisikia katika matukio mbalimbali. Watu wengi wanapoandaa souvenir zao kuonyesha utii kwa Mwenyezi Mungu, huwa wanatumia sana ile jibu la Bikira Maria. Bikira Maria anajibu, anamwambia malaika Gabrieli kwamba, tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kauli hii ni kilele cha imani, utii na unyenyekevu. Hapo ndipo majilio yanapata maana yake kamili, kwamba majilio ni kipindi cha kusema ndio kwa Mwenyezi Mungu hata pale ambapo hatujui matokeo yake yatakuwa nini. Hivyo ndugu yangu mpendwa msikilizaji, kutoka katika injili hii ya leo tunapata mafundisho mengi ambayo yanatualika sisi tuweze kuwa wanyenyekevu, tuweze kuwa watii, na utii wetu uweze kuwa na ndio ya kweli kwa Mwenyezi Mungu. Ila basi, katika hayo mengi ambayo tunaweza tukayapata kwenye injili hii, ninakualika tuweze kutafakari mambo makuu manne. Jambo la kwanza ambalo ninakualika tutafakari, majilio ni kipindi cha kusikiliza sauti ya Mungu. Tumemsikia mama yetu Bikira Maria, yeye alimsikiliza malaika kwa umakini, katafakari ndani ya moyo wake. Vivyo hivyo majilio yanatualika tutulize kelele za dunia, harakati mbalimbali za ulimwengu huu, sherehe na pilika zote za mwisho wa mwaka, ili tuweze kuisikiliza vema sauti ya Mungu. Kipindi hiki ni kipindi cha kusali kwa kina, kutafakari neno la Mungu na ukimya utakaotuwezesha sisi kutambua mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Jambo la pili ninaloalika tujifunze siku hii ya leo, Mungu hutenda mambo makuu kupitia unyenyekevu. Ndugu mpendwa, uchunguzi na udadisi wa mama yetu Bikira Maria alipokuwa akimhoji malaika Gabrieli unatukumbusha kuwa Mungu hapimi kwa vigezo vya dunia hii. Katika majilio tunahimizwa kuacha kiburi, kujiona tunaweza kila kitu na kujifanya, na tunaalikwa kujifunza unyenyekevu kama wa Bikira Maria. Ni kwa mioyo midogo na iliyo wazi ndipo Mungu anapopenda kukaa ndani yake. Jambo la tatu, imani ya kweli huambatana na utii. Ndugu yangu mpendwa, mama yetu Bikira Maria hakuhitaji dhamana zote za kibinadamu kabla ya kukubali mpango wa Mungu. Alitegemea tu ahadi ya Mungu pekee. Kipindi hiki cha majilio ni kipindi ambacho kinatuimarisha imani yetu. Ni kipindi ambacho kinatualika sisi kutenda yale ambayo Mungu anayataka, hata pale yanapohitaji sadaka kubwa. Pia kipindi hiki cha majilio kinatuhitaji uvumilivu ambao utaweza kutupelekea hata kutokueleweka kwa wengine. Pale ambapo tutakapokuwa wavumilivu, tutakapokuwa wanyenyekevu na kujitoa sadaka kwa wengine. Na jambo la mwisho tunalojifunza kipindi hiki cha majilio, na kwa namna pekee katika injili ya leo, kipindi cha majilio ni kipindi cha kumruhusu Kristo kuzaliwa ndani yetu. Kama Kristo alivyochukua mwili ndani ya tumbo la mama yetu Bikira Maria, ndivyo anavyotaka kuzaliwa ndani ya mioyo yetu leo. Hii inahitaji toba, hii inahitaji usafi wa moyo, na pia inatuhitaji upendo kwa jirani na matendo mema au matendo ya huruma. Kipindi cha majilio si kipindi cha maandalizi ya sikukuu ya nje tu, bali ni kipindi kinachotutaka maandalizi ya ndani ambayo huambatana na kumwandalia Kristo makao katika maisha yetu. Mpendwa msikilizaji, tunapohitimisha tafakari hii, injili hii ya Luka sura ya kwanza aya 26 hadi 38 inatuonyesha kuwa kipindi hiki ambacho tuko nacho sasa, kipindi cha majilio, si kipindi tu cha kusubiria
kwa mikono mitupu, bali ni kipindi cha kushiriki kikamilifu katika mpango wa Mungu kwa imani kama mama yetu Bikira Maria. Pia kanisa linatualika tumwangalie mama yetu Bikira Maria kama kioo cha Mkristo wa majilio, anayesikiliza, anayetafakari, anayeamini na anayesema ndio kwa Mwenyezi Mungu bila masharti yoyote. Tunapokaribia sikukuu ya kuzaliwa kwa Bwana wetu, ikiwa tumebakiza siku chache kabisa, hebu tujiulize maswali. Je, mioyo yetu iko tayari kumpokea Kristo? Lakini pia je, tuko tayari kusema ndio kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu kama Bikira Maria? Maswali haya yatuongoze katika tafakari yetu kipindi hiki cha siku chache ambako tunasubiri kumpokea Mwokozi wetu. Ndugu mpendwa msikilizaji, kipindi hiki cha Majilio kitakuwa na maana ya kweli katika maisha yetu pale tutakapomruhusu Mungu atende mambo makuu ndani yetu, kwa ajili yetu na kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya siku hii ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Fratelli Anthony Eponda wa shirika la wamisionari wa damu mtakatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!